kama kawaida tumerudi tena ndani ya awamu ya pili ya Swahili Pot Aroma. Tuko naye, nimekwambia, chef mwenyewe anajiita Chef Doki Dorcas. Doki Dorcas is one name? No, it's two different names. Two different names? But it means the same thing. It means the same thing. Karibu sana Doki Dorcas. Kuna kitu nimepata from this poster. Kwanza unasema wewe ni No. Unasema wewe ni founder wa Mpendangano Kitchen. Yes. Alafu nasikia wewe umeattempt ku break record ya Guinness World Book of Records. Is it true? Very true. Tell us about that. Kama vile umesoma Mpendangano Kitchen, Ndio. mimi ni mtu napenda kupika chapati sana. Peke yake? Hapa nasipiki chapati peke yake, napika chapati na chakula zote za Kenya. Ndio? Yes. Lakini unapenda ngano sana. Lakini napenda ngano sana sana. Hata wale tulikuwa nao asubuhi watashangaa sana. Huyu ndio hataki tu nini? Hataki to lose weight. Hataki body tea. Huyu hataki body tea mpaka next year. Ndio tuko Feb. Ndio unaua dreams zetu. Utaki body tea, body matcha. Tuta trim tuki-add. Very true. Asante sana. Nashukuru. Because you're being very, very honest and you're really unatuambia yani as it is. Tunaambiana vile iko. Hakuna tudanganyani. Hakuna kudanganyana ati kula kidogo fanya mazoezi. What you're telling us is kuleni tutapunguza. Okay, why did you decide to call, what is Mpendangano Kitchen? Is it a company? Is it a restaurant? Is it a brand? It's an online kitchen where you make an order. Tunakupikia, tunakutumanishia chakula. Okay. Yes. It's an online kitchen where you make an order, unapika, tunatumanisha chakula. Yes, correct. Aha. So, hii online kitchen ilianza lini? Ilianza 2016. Nilikuwa nimekaa chini. Before nianze Mpendangano Kitchen I was employed. Alafu nikakaa chini nikaangalia. Kila wakati nikiamka asubuhi I'm too tired to go to work. So nikakaa nikafikiria ni nini napenda kufanya. And I love cooking. Nikasema I'll start my cooking na chapati because chapati nayo hata ukiniamsha katikati ya usingizi nakupikia vizuri sana. Uongo? Yes. Hey, una floss. So siku floss, lazima niseme ukweli. Kabisa. Yes. Hiyo hata ukiamsha usingizini nakupikia, hata naweza kupikia kama nimelala tu. Is chapati your favorite meal? Yes, my favorite, chapati na kuku. Okay. So nikaanza kupika chapati. Nikaanza na majirani kwanza. Unajua lazima ujaribie hapo karibu na kwenye huko before we expose huko nje. Ndio. So baadaye ndio nikaona majirani wanapenda na orders zinakuja. Nikaingia online kwanza kuuza sasa sera zangu. And that is how it started. Okay, so kuanzisha biashara ulianza kupika ukawapatia majirani. How did you market yourself mpaka kwa jirani? Where we're staying, tuko na WhatsApp group. Tulikuwa na WhatsApp group. Yes, ya neighbors. Ya neighbors. Mnaishi bougie. Huko bougie environment. So nika post kwa hiyo group. Nikamwambia by the way kama mnataka chapati, mandazi, I cook. Yes. So kila asubuhi nilikuwa naamka napika at least chapati 10 na mandazi kadhaa. Okay. So unawapostia kwa group? Yes, nawapostia kwa group, they make an order. Nawapelekea. So before hata tell us, niambie experience ya mteja wako wa kwanza. Like uliamka tu ukapost, mtu atakwambia nataka? Nilipost kwa group. Mtu akasema nataka? Akasema nataka. Wow. Yes. So after they bought, the second day wengine wakanunua? Order. Yes. Wow. So nikaanza kuuza na kwa majirani. Na zikaenda. Actually the first day zilienda zote. So the next day sikupika 10. Nilipika a whole pack. Nataka kuja kuishi kwenu, hata mimi kuna kitu najua kupika. Najua kupika biriani Kiswahili guys. Majirani wa Doki Dorcas. Najua kupika biriani. Kwanza leo nauza. Picha iko pale kwa Instagram. This is very nice. Do you feel lucky that to start your business, to market your business in the beginning is that easy compared to other people doing business? It's not really that easy, but I feel like lucky. You feel lucky? Yes. Because kuanza ilikuwa rahisi. Yeah. Alafu I didn't need much. Unajua kuna mtu kuanza biashara anataka pesa mingi. Anataka pesa, anataka sijui followers, anataka online, anataka marketer and what not. Yes.
So mi haikuwa ngumu vile. Juu nilianza na majirani. And tayari tulikuwa na WhatsApp group. So it was a little bit easy for me. How long has it been? I started my company in 2016. Right, before COVID. Yeah, before COVID. How was it during COVID? During COVID, it was bad. No way. It was I thought you on the time watu wako home ama watu hawakuli time COVID. It was so bad. Cause hiyo ndio period kwanza niliamua nikainua mkono juu nikarudi nyumbani kwanza. Kwanza so maisha ukianza fresh. 2016 ulikuwa employed? Yeah, before nianze nilikuwa employed. By the time you start just posting on the group and deciding that you're selling, nilikuwa nishaacha kazi. Oh, yes. So what happened during COVID with your business? What made you go back home? Now you see, wakati COVID ilikuja na uoga mingi. Ukikaribia watu utashika COVID, ukikubalia watu kwako utashika corona. So there was that fear. And you see, with me, I wasn't just cooking in my house. People used to call me na wapikia kwao. Oh, yes. Wow. Alafu, cause nilianza tu na chapati, then you realize, okay, si chapati peke yake itakupea pesa, you need to add other things ndani. So nikaanza kuifanya catering pia. Naenda kule nje napikia watu kwa sherehe, maharusi, kila kitu. So when COVID came, unajua the first people wenye biashara zao zilianza kufungwa ni watu wa kupika. Gatherings, yes. Yes. So mimi ilini blow. But sasa yako haikuwa restaurant? It wasn't a restaurant, but you see now the people I'm cooking for, they can't order from me. Hakuna sherehe tena. Hakuna order, hakuna you can't gatherings. go to their house, nothing. Yeah, so watu wako lockdown. Yes. So wewe ukapatwa na lockdown. Mimi nikapatwa na ukakosa lockdown. Wateja wale wa numbers kubwa. But sasa kuna wale individuals. Yeah, wale majirani wapo karibu nilikuwa napikia na watumia. Okay. So ni nini ilikufanya like hitting rock bottom mpaka ukarudi nyumbani? Ni nini ilifanya mpaka like ikafilisika kabisa? Apart from kupika, nilikuwa pia na issue yangu binafsi. Okay. So zote zilishikana kwa pamoja and everything went down. Okay. Yes. And then now tell us about your rising up again. So I went back home. Back home Ushago. Nikaenda huko Ushago nikaanza there's this hotel huko nyumbani. Yeah. Very nice, beautiful hotel. And they had a restaurant kando, but it was closed. Okay. So I approached the owner of the place. Yeah. Nikamuuliza mbona umefunga restaurant and you have a very nice place. Akaniambia yeye amechoka kila wakati wapishi wako wakienda so amechoka na kufungua hiyo place. So nikachukua simu yangu cause I have all of my work in my phone. Nikafungua nikamonyesha nikamwambia this is what I do. Yeah, I'm a very good chef, naweza kukupikia nikuletee chakula yangu uonje. Then you can decide ufungue restaurant na uniandike. Akapitia kazi yangu and he was impressed. Akaniambia nimpatie wiki 2, then he'll get back to me. Okay. So that 2 weeks alifanya renovation in that kitchen. Akamaliza, akanipigia simu akaniambia uko wapi? So kuja. Like wewe ndo ulimuinspire a renovate restaurant yake? Yes. Then he opened akanita and tukaanza kazi. So he employed you? Yes, he employed You went me. back to employment? Yes. So for how long did you do that? I did it for 3 months. Wow. Yes. What happened again? We had issues. With the owner? Yes. Unajua, in business, you need more people. Yes. So if hawezi fanya kazi ya watu 10. Huwezi fanya kazi ya watu 10 na wewe ndo ulikuwa watu 10. Mimi ndio nilikuwa watu 10. Kwa mshahara ya mtu mmoja. Very nice. And when I advise him like unajua hapa tutahitaji hii na hii na hii, alikuwa ananiambia sawa nitafanya hivi. But hafanyi. Okay. So after 3 months nilikuwa nimesave pesa kidogo, mimi nikaenda nikafungua something else. But sikumwacha hivi. I brought somebody in to replace me. Somebody who also knows how to that cook. Guy should really respect you. Yeah. Fanya alikufanyia na hukumwacha hivi. Sikumwacha hivi. So you opened your own restaurant? No, I didn't open a restaurant. I opened something else. What did you do?
I opened a wines and spirits. Oh, it was not related to food. It wasn't related to food. Uliona pesa ama nilikupeleka huko sasa? Niliangalia pesa. Huko ndo kulikuwa na market. Pesa huko kuna. Do you still run that business? No, I don't. What happened again? Again I closed. Why? Nilikuwa napenda kupika zaidi. No, you realize this is not what I love. It was just for the money. Yes. The money has come, now let me do what I love. Yes. Very nice. And another thing, my customers back in Nairobi were calling me. Unarudi Nairobi. Yeah. So, demand. Nikafunga. Kama unapenda kweli. Mbona hukutuletea hizo chapati jamani tukaonja? Tungenunua. Nilikuwa ninataka niwalete lakini nimeisahau kwa nyumba. No, turudini. Guys, gari iko wapi? Tunarudi kufuata chapati. But I'll make sure I've dropped chapatis here before I leave Mombasa. Inshallah. Yes. Producer umesikia hiyo? Fuatilia chapati. Sawa. So I moved back to Nairobi. Yes. And started cooking again. So that is what you've been doing like since after COVID up to now? For now, I think this is my 4th year now. From 2023. I came back in 2023. Yes. That is when you decided to call it Mpendangano? Mpendangano, I called it in 2016. Oh. Yes. So wewe uliamua wewe ni wa mandazi na machapatis. Na makeki. Since day one? Yes. Na makeki. Right. Asante sana. I feel like mwenye kusikiliza mpaka sasa ameelewa why Mpendangano, and we've gotten your story from the beginning mpaka pale ulipo. Kama uko na swali lolote na unasikiliza, unaweza piga simu 0732917917. Unaweza tuma ujumbe mfupi katika namba ya WhatsApp 0700917917. Unaweza pia kutuma voice note katika WhatsApp, tutaicheza, tutaisikiliza. Pia mgeni wetu yuko hapa, Doki Dorcas Chef, ataisikiliza na ataweza kukujibu. Saa zinasonga. Saa zinakwenda. Zinakwenda mbio. Almost getting to 1 p.m. na nataka to at least tuseme naye, yani tusikie kila kitu ulichotuletea. Sijui kama utarudi tena lini kutoka Nairobi? Mkinialika nitakuja. Sisi tunaweza kualika hata kesho. Kwanza nikualike kwangu, tupike tule, hapo kwa ngano. Ama nikualike tule leo. Tunaweza toka tuende. Sina mpango. Au sio? Tukapike, tukule, at least pia mimi ni mteja wako. Sinaweza order kutoka Nairobi. Unatumana ama hujafikia hapo? Yes, ninatumana. Yes. Nasema opportunities come. Hawezi sema huko sure. For real, I do export my food. Kenya na nje ya Kenya. Chapati kama moja unaweza niuzia ngapi? Bei ya kawaida shilingi 50 peke yake. Bei shilingi 50 ni bei ya kawaida guys, mmesikia? Msikilizaji, shilingi 50 ni bei ya kawaida. Right. So, najua tumefika muda ule ambao kila mtu ama watu wengi sana wameusubiri kwa hamu na ghamu. Hapa ni Mombasa. Kiswahili changu si kigumu? Si kigumu. Unakielewa? Unakipata loud and clear? Nakipata kabisa. Sasa wasikilizaji wale wa Nairobi na wale wa Mombasa na wale wa diaspora. Wasikilizaji wa Mombasa, wa Nairobi na wale diaspora, anasema Chef Doki Dorcas she attempted Guinness World Record, the fastest time to make chapatis. Amechukua, yeye ndio ametengeneza chapati kwa muda mfupi zaidi, right? Yes, yani ametengeneza kwa haraka 3 chapatis kwa dakika 2 na sekunde 26. Kwa nini hukuenda mpaka dakika 5? You see, when you apply to do Guinness World Record, yes, you want to break the current record. Okay. Yeah. So kabla mimi ni attempt, kuna yule alikuwa ashafanya before. Na alikuwa amepata dakika 3 and 10 seconds. Okay. Na kabla ya yeye, Dio, kuna yule mwingine alikuwa amefanya. Akapika na dakika 3 na 15 minutes. Kwa hivyo record hapo ni hizo chapati 3. Yes. So timing ndio ina differ. Yes. Okay. So you have to cook less. Less time. Yes. Okay. Right. Kwa nini hauwezi sema nataka kupika chapati 5? Ukitaka kupika chapati 5, that one will be a different record. Si ile record ya chapati 5. Sio ile yenye iko. Okay. Yes. So when did you do this? When did you attempt to do this? I did it in December 15th. Last year? Yes. Okay. Ni nini ilikuinspire mpaka ukakaa ukaanza kumtafuta mwenye amepika chapati 3 in the smallest time, ukaamua na wewe pia unataka kufanya hivyo?
Kama unavyojua, mimi ni mpenda ngano kitchen. Very well. So when I see somebody doing something and I'm like, we can do better than this. Hivi si vile inafanywa. Let me now show them. Let me show them how it's done. So I went to Guinness, nikawatumia barua in November. Right. Nika apply for that record. Kwambia I want to do it. Okay. So walinijibu December tarehe 4. Yes. Ndio sasa nikaipanga, nikaifanya tarehe 15. So what is the essence of applying? Because like, what do people get apart from fame and recognition? Nothing else. That is all we're looking for. Yeah, because that is the biggest record in the world. Yes. Right. So kiliku inspires because uliona mwingine amefanya ukaona they're playing. Yeah, niliona ni they're playing. Kuna mchezo kidogo hapo. So ilifikaje mpaka ukaja ukaiona? Like right now there are many world records zinavunjwa. Yes. And maybe some of them we come across them, zingine hatuzioni. But like, how did it get to you? Ulikuwa una scroll tu ama you searched for it? Most of the time niko YouTube nikiangalia vitu za kupika, nani amepika, nikiscroll. Then I came across this person who did the challenge. Okay. Kasema this one deserves to be Kenya. Mambo ya chapati. Mambo ya chapati si mambo ya madogo. Like mambo ya chapati yasi haiwezi to stress. Hapana. Kabisa. Yes. All right. So how do you ensure chapati zako umezitengeza under 50 seconds na bado ina maintain ile quality yako yenye unajipikia nyumbani ama ile quality ya Mpenda Ngano's kitchen? Chapati is it zangu, like the same speed all the time? No, it's not the same speed. This one, it's a competition. Right. So first of all, it won't be exactly like the one I cook. The one I cook is much better. Oh, okay. Yes. This one, cook it under, first of all, pressure. Right. Very true. And it won't be like my chapatis. The chapatis I cook are layered chapatis. Ukifungua ni kama unafungua gazeti ukisoma. But this one for Guinness, you don't have that time for preparing it kwa hivyo. So ni kukata, kuroll na kupika. So it will be slightly different. Yes. But kuiva itaiva. Utamu ni ule ule. Ulipokuwa unapika hizi chapati na ukiangalia time hivi you can notice kabisa mimi I am breaking this thing, I am hitting this thing. What was running through your mind? First of all, nilikuwa scared nita-disappoint watu. Oh no. Hata wewe uko na imposter syndrome. Umesema chapati unaweza zipika ukiwa umefunga macho. Neza zipika. Lakini kuna ile time everybody is watching you. Yes. Everybody is expecting you to deliver. Right. So kulikuwa na kale ka uoga. So kwenye akili yako unasema hawa nitawa disappoint. Nikiwa disappoint, did you have a plan B in your head? Like nikiwa disappoint? I didn't have a plan B, but nilikuwa nimesema nikiwa disappoint, nitenda chini ya maji kidogo. Chini ya maji ukafanya nini? I'll go offline kidogo. Ninyamaze kidogo, then I come back. Maybe when they've forgotten something like that. And now that you didn't disappoint them, did anything change in terms of maybe clients, in terms of fame, in terms of visibility? Yes. I got more people watching me. I got client wangu pia waliongezeka. Right. Both in Kenya and outside. Wow. So unatuma chapati England? Yes. No, like London nimetuma. Oh, London umetuma. London nimetuma, Germany nimetuma. Guys, chapati si kitu cha mchezo. Chapati zinapanda ndege, wewe hujapanda. Valentine is coming. Yes. Okay. But sasa I don't send it as a parcel. Ati nenda naeka hapana, napatia mtu anaenda nayo because this is food. Yes. Siwezi risk haujui itafika lini, itafika vipi. Yes. And we don't use also preservatives. Yes. Okay, now that you have seen the difference, na umeona tangu hiyo December mpaka leo tuko February, it's been like 3 months. Yes. Hizi 3 months of you rising up and you followers wameongezeka, likes zimeongezeka. People are talking about you more than the way they used to before, right? Yes, they do. What is your plan? What are you planning to do to these numbers or these many people or these many customers? Do you have something for them?
maybe expand labda biashara ama restaurant ama what's your plan with this new fame and new numbers? My plan is to open a restaurant. Okay. Yes. When? I don't know when. Oh. This one I won't say when. So ni goals to the future. Niko na hiyo mpango. You see? Na ulikuwa na hiyo mpango tangu 2020? Nilikuwa nayo pia before. Kumaanisha sahi hakuna kitu imechange. Nothing much has changed. Right. But it makes you feel good. Yeah. As in what I'm doing right now, at least inaweza nisaidia kulipa bills. Those are the most important things. Oh. Yes. Okay. Hiyo yote ni chapati? Si chapati peke yake. Okay. Because I also sell vegetables, mboga za kienyeji. Naingia soko na nunua mboga na kudondoa, na pika, na pack na kutumanishia. Sawa. Yes. I also come to your house cook. I also offer catering services. Yes. Do you plan to attempt another world record? In the future, yes. Which future? In the future, nangoja hii itoke. You know, I have to wait for Guinness to confirm. Oh. Yes. So for now, you attempted? Yes, attempted. Oh, okay. So they have to confirm. Wakimaliza confirm unatuwekea nyingine? Of course, lazima. Chapati in 1 minute. Twende mbele. 3 chapatis in 1 minute. I have to reach a point yenye mtu hata kuja jaribu kucheza na hizo numbers. Okay, we cannot wait for that. Kunja jamvi letu hapa sasa hivi. Tunamalizia tukiwa naye Chef Doki Dorcas. Anasema yeye ni CEO wa Mpendangano's Kitchen. Nataka tuzungumzie hapo kwa Mpendangano. Yes. Tushazungumza kuhusu story yake, alianzaje, ametokea wapi, anafanya nini kwa sasa. Kama kuna kitu hujaelewa, unaweza tukuja inbox pale 0700917917 WhatsApp. Unaweza kwenda Facebook @swahilipotfm, Instagram @swahilipotfm, TikTok hata YouTube ni swahilipotfm. Lakini kama unaweza kupiga simu 0732917917. Tumezungumza kuhusu attempting the Guinness World Record. We've known the why, when, what and everything, right? So tunakuja kuzungumza sasa about entrepreneurship. Tunazungumza kuhusu about the online model. Tunazungumza about the market out there. Running a purely online kitchen requires high level of trust. Ambapo unasema wewe you earned your trust from neighbors. Manake ni watu wanakuona, people who have seen you before, wanaishi na wewe karibu. And venye umesema hata yule boss wako wa during COVID ulimuonjesha kwanza. Yes. So you earned his trust, sorry. So umetumia vipi hii personal brand yako ama hii record breaking skill yako kubuild trust ya watu wengine, our digital clientele, watu wenye si majirani zako? How have you used that the easy numbers ama hii fame kubuild the trust on your watu kwa online? Mara kwa mara wakati napika, I usually go live. Right? Yes. On Facebook, on TikTok. Nikipika naonyesha vile napika, nikipack. Saa zingine pia nikifanya deliveries. Though most of the time it's rider mwenye anafanya deliveries. Yeah. Lakini kama place kama airport penye nafaa kwenda kupatia customer, I go nikipeleka mimi mwenyewe nikiwa live. Right. Yes. So from that watu wanaendelea kuona yenyewe. Wanaamini kuwa she's doing it. She's not scam. Okay. So as a founder, how do you balance the art of authentic Kenyan cooking with the systems needed to run and deliver this kind of business? Wewe kama founder wa hii biashara yako, kuna ile the art of just showing the recipe, kuweka kama ni spices, how to cut, how to nini, the art of cooking and easy systems za kurun delivery based business. Hizi ni biashara. Unajua mwenye kuuza chakula ni tofauti na sema mwenye kuuza viatu. But mwenye kuuza viatu, their main business is to sell the food. Hatengenezi viatu. Yes. But you have two things, kutengeneza na kuuza. How do you balance that? Because kuna hiyo part ya, kuna watu I'm sure wanakuangalia, they only want to know how to. They only want to see recipes. They only want to see cute things. They're not buying. Na kuna watu wako pale tu kwa ajili ya kununua. They don't care about what you use, how you use. Like
our these viewers wako wa hii two types, do you put them together ama ukienda pale online ukiingia live unaingia with the aim of making sales or just getting people? Most of the time it's getting people to buy, right? but kuna wale they ask questions na wajibu like mbona chapati zako ni soft sana, what do you do? I explain. Unaweka vijiko vingapi? Hiyo ya vijiko kuna saa zingine siwaambii vile unasema hizo ndio secret recipes, pia right? I also offer online classes. So unaweza kuwa uko mbali kuja class. Yes. How much is the online classes? I didn't know about that. I charge 3,000 per session. Per session? Yes, which goes for 4 hours. Or a session goes for 4 hours? Yes. So for a beginner, course yako inakaaje ya mtu mwenye anataka kulearn basics for everything? Tuwezi fanya everything. So online you can't. We just have to do like one or two. Kukwambia nataka kujua kupika keki peke yake. Yes. So nikitaka kujua kupika keki iko na how many sessions? Ama ni keki kulingana na akili ya mtu? Keki sifunzi. I just teach chapati, samosa, kebab, mahamri na mandazi. Yes. Okay. Meaning sasa kitu kama samosas, it's a bit complex. Kutengeza the wrap, kutengeza nyama and filling or whatever. Yes. Iko na how many sessions? Ama ina depend na mtu. If you're fast, unaweza shika na yes. Cause sikufunzi ile ngumu. There are several ways of doing samosa, so ni kama tunafanya pamoja. Yes, tunaifanya pamoja. Anapika huko, mimi napika hapa pia nikimuonyesha. Okay. Yes. So in 4 hours mimi ni expert. Unatoka ukijua. Ai, yes. If kama utashika the next time. Unalipia. Alafu if you don't have interest of something, hautashika. Right. So as long as umejileta hapo. Kama umekuja, definitely you have interest of doing it. Yes. So kushika inakuanga rahisi. Yes. So hujawahi pata any challenges na wanafunzi? No. At the moment, are you running any online classes? I'm having 2 students. Yes. Wanasomea nini? Kupika chapati na samosa. Chapati na samosa. Yes. I told you. Hiyo samosa itanifanya nikutafute. Natafuta 3K. Msikilizaji 0732917917 natafuta 3K ya kusomea samosa. Mtanilipia ama mtanichangia jamani? Taanza kutengeneza profile. Tanifanyia discount. Nitakufanyia discount. Hey, guys, lipeni kuna discount guys. Lipeni kuna discount. Asante sana Chef Doki Dorcas, imekuwa nzuri sana kuwa na wewe hapa. Naona 1 hour yetu imeisha. Nashukuru. Ila kama mtu ana swali lolote bado you can still drop it on my WhatsApp 0700917917. Nitaisikiza na kama niko na majibu nitakupatia. Kama sina majibu I will forward it to the chef herself na atatuambia. Tuambie uko na lolote la kutuachia kabla uende Nairobi. Unataka kutuambia nini? Wasikilizaji Swahili Pot FM ama wasikilizaji wa Swahili Pot Aroma, unataka kuambia nini? Mimi kama mpishi who is also an entrepreneur, right, ningependa kuomba wanabiashara watupatie kazi cause we are finding it hard kabisa. Unapata kama kampuni za unga wanaenda natafuta just anybody to do that work and us we can do it. We have the skills. Yes, pia itatusaidia. They need to see the purpose. Yes, you don't just give it to anyone just because people have numbers. Yes. They don't need the unga. Those people don't need the unga. Maybe they don't even know how to cook. Maybe they don't even use it. Yes. So ningeomba watu support. Right. Pia the government ina need to recognize pia. Mheshimiwa Bwana Rais, tafadhali tunaomba. Kwa sababu like me when I wanted to do the challenge, it was hard for me to get the money for it. Cause Guinness hawataki tu uchukue simu yako ya Infinix ama ya nini urecord na uwatumie. They want a quality picture. Yes. And which involves money. Of course. So when I was going around to even some companies and asking for help, they were turning me down kwa sababu chapati 3 peke yake. Like they don't find the value. They don't find the value. Right. Yes. So hiyo support tunahitaji. Cause you see it's just 3 chapatis. But angalia around how many people cook chapati every day to earn a living. A lot of people. Yes. So tungeomba pia serikali
ituangalie, itusupport. Sawa sawa. Yes. I hope serikali imesikia, na I hope producer wangu pia ameweka hiyo. Tutawatag hawa serikali. Tunashukuru sana kwa muda wako, and we hope you come back next time you're in Mombasa. Pass by and say hi. Lakini tuko na mengi ya kuzungumza na wewe. Personally, I have a lot of questions for you. But kwa vile muda hauko nasi, tutawachana hapo na tutaonana siku nyingine tena.